NBC Premier League ni mwendo wa kukata na shoka kwa kila timu kupambania pointi 3 ndani ya uwanja, ikiwa ni mzunguko wa 24. Mabingwa watetezi Yanga wanatarajiwa kushuka uwanjani kumenyana dhidi ya Singida Black Stars. Hawa watakuwa nyumbani. Simba Sport Club wao watakuwa ugenini Tanga, uwanja wa Mkwakwani, kumenyana na Coastal Union ya Tanga. Sasa ratiba ya mzunguko wa 24 ni bandika bandua. Kuna mechi kali sana ambazo zitapigwa. Tukianza na Mei 20, 2026, Mtibwa Sugar versus TRA United. Hawa watakuwa kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale Arusha, ambapo TRA United wao watakuwa nyumbani. TRA United kwenye msimamo baada ya kucheza mechi 23 imekusanya jumla ya pointi 34 na inakutana na Mtibwa Sugar ambao nao baada ya mechi 23 imekusanya jumla ya pointi 26. Ni msako wa pointi 3 kujua nani ambaye atakuwa ni nani ndani ya uwanja baada ya dakika 90. Mchezo huu unatarajiwa kuchezwa Mei 20, 2025. Mchezo mwingine mkali ni KMC versus Pamba Jiji. KMC ya Dar es Salaam ambayo hii ipo katika harakati za kujinasua kutoka kwenye mkia, kwa sababu baada ya kucheza jumla ya mechi 23 imekusanya jumla ya alama 10 pekee kibindoni, na inakutana na Pamba Jiji ambayo yenyewe baada ya kucheza mechi 23 imekusanya jumla ya mechi 30. Pamba Jiji ipo nafasi ya 8 na KMC ipo nafasi ya 16 kwenye msimamo. Hawa wanatarajiwa kukutana Mei 20 uwanja wa KMC Complex katika msako wa pointi 3 muhimu. Dodoma Jiji ya Dodoma ambayo hawa ni wababe wa Yanga, wao wanatarajiwa kukutana na Mashujaa siku ya Mei 20 uwanja wa Jamhuri pale Dodoma makao makuu, kusaka pointi 3 dhidi ya Mashujaa. Na ikumbuke kwamba Mashujaa FC wao baada ya kucheza jumla ya mechi 23 wamekusanya jumla ya pointi 26, wanakutana na Dodoma Jiji FC ambao baada ya kucheza mechi 23 imekusanya jumla ya pointi 32 kibindoni, ambapo kwenye msimamo ipo nafasi ya 10. Sasa kazi itakuwa kubwa uwanja wa KMC Complex. Nani atakuwa nani kwa KMC versus Pamba Jiji, na katika uwanja wa Jamhuri Dodoma Jiji FC versus Mashujaa, nani atakuwa nani? Hizi ni kete ambazo zinatarajiwa kuchezwa Mei 20 ndani ya NBC Premier League. Baada ya Mei 20 kushuhudiwa mechi kali 3 katika viwanja vitatu tofauti, Mei 21 ambao ni Alhamisi, sasa kuna mchezo mwingine mkali wa kwanza ambao utakuwa ni JKT Tanzania versus Fountain Gate. Huu mchezo unatarajiwa kuchezwa uwanja wa Meja General Isamuhyo jijini Dar es Salaam kule Mbweni, kambi ya jeshi. JKT Tanzania baada ya kucheza mechi 23 imekusanya jumla ya pointi 36 kibindoni, nafasi ya 5. Inawakaribisha Fountain Gate ya Issa Mbuzi Liponda ambao baada ya kucheza mechi 23 ipo nafasi ya 12 ikiwa imekusanya jumla ya pointi 25. Hii kete inatarajiwa kusakatwa Mei 21. Coastal Union ya Tanga versus Simba Sport Club. Hii ngoma inatarajiwa kupigwa uwanja wa Mkwakwani Tanga Mei 21. Kumbuka kwamba utakuwa ni mchezo wa mzunguko wa pili. Mzunguko wa kwanza uliowakutanisha wababe hawa uwanja wa Meja General Isamuhyo, baada ya dakika 90 ulisoma Simba Sport Club 2 Coastal Union 0. Kwenye msimamo Simba Sport Club ipo nafasi ya pili baada ya kucheza mechi 25. Ushindi ni kwenye mechi 15, imepata sare katika mechi 7, imepoteza mchezo mmoja, ilikuwa ni dhidi ya Azam FC uliochezwa uwanja wa Mkapa. Imekusanya jumla ya pointi 52 kibindoni, tofauti ya pointi 3 na vinara wa ligi ambao ni Yanga. Wao wana jumla ya pointi 54 baada ya kucheza jumla ya mechi 23.
Coastal Union ya Tanga yenyewe baada ya kucheza mechi 23 ipo nafasi ya 11, imekusanya jumla ya pointi 25 kibindoni ndani ya NBC Premier League. Nani atakuwa nani watakapokutana hapa katika uwanja wa Mkwakwani Tanga Mei 21? Dakika 90 zitaamua. Namungo FC dhidi ya Mbeya City inatarajiwa kuchezwa uwanja wa Majaliwa Mei 21 kwa wababe hawa kusaka pointi 3 muhimu. Mbeya City ipo nafasi ya 14 baada ya kucheza mechi 23, imekusanya jumla ya pointi 21 kibindoni, wakati Namungo wao wapo nafasi ya 13 baada ya kucheza mechi 23, wamekusanya jumla ya pointi 24 kibindoni. Hii ni mechi kali sana, ngumu kinoma noma. Mei 22, Furahi Day, Ijumaa, mabingwa watetezi Yanga watakuwa uwanja wa KMC Complex dhidi ya Singida Black Stars. Hapa kuna vita mbili ambayo inapigwa, vita ya kuwania kutetea taji la ligi kuu Tanzania bara na vita ya kuwania kumaliza ndani ya top 4. Umenipata vilivyo mwanawane? Yanga wao ni mabingwa watetezi, wanawania taji hili. Kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wanaongoza ligi wakiwa na jumla ya pointi 54 kibindoni baada ya kucheza jumla mechi 23. Ushindi ni kwenye mechi 16, sare ni kwenye mechi 6. Wamepoteza mchezo mmoja, ilikuwa dhidi ya Dodoma Jiji wakifungwa mabao 3-2, mchezo uliochezwa uwanja wa Airtel kule Singida. Sasa wanawakaribisha Singida Black Stars ambao wao wapo nafasi ya 4 wakiwa wana jumla ya pointi 38 kibindoni baada ya kucheza mechi 23. Wamepata ushindi kwenye mechi 11, sare ni mechi 5 huku wakipoteza mechi 7. Ikumbuka kwamba mchezo wa mzunguko wa kwanza walipokutana uwanja wa Airtel ulisoma Singida Black Stars 0-1 Yanga. Je, nani atakuwa mbabe kwenye mchezo wa mzunguko wa pili? Tusubiri na tuone. Ngoma kati ya matajiri wa Dar es Salaam, hapa tunazungumzia Azam FC versus Tanzania Prison, inatarajiwa kupigwa Mei 22 uwanja wa Azam Complex. Azam watakuwa nyumbani dhidi ya Wajelejela. Azam wapo ndani ya top 4, kwenye msimamo wapo nafasi ya 3 baada ya kucheza mechi 23, wamekusanya jumla ya pointi 46 kibindoni. Ushindi ni kwenye mechi 12, sare ni kwenye mechi 10 na wamepoteza mchezo mmoja, ilikuwa ni dhidi ya TRA United. Wakusanya mapato hawa. Tanzania Prison nafasi ya 15 baada ya kucheza mechi 23, imekusanya jumla ya pointi 17. Tusubiri na tuone nani ambaye atakuwa ni nani baada ya dakika 90. Sauti ya Lunyamad Zamluka, a boy from Jombe, place to be.